Mheshimiwa Mwenyekiti, hakika malengo haya yamekuwa sababu ya kivutio kikubwa kwangu mimi mwenyewe kujiunga na chama hiki, na ninaamini hata ninyi mlioko hapa mmevutiwa na malengo ya chama hiki, na ndio maana mko hapa maelfu mkiwakilisha mamilioni ya watu ambao wako nyuma yetu. Karibuni sana, tupambane kuhakikisha malengo haya yanatimia, na hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha madhumuni ya chama hiki ni pamoja na yafuatayo: moja, ni kupokea hatamu ya uongozi wa dola kutoka kwa wananchi kwa njia ya uchaguzi huru na haki. Mbili, kujenga demokrasia ya ukweli ya kijamii yenye kufuata misingi ya utawala bora na kuheshimu haki za binadamu. Tatu, kuhakikisha na kutetea dhana ya kuwa umma ndio chimbuko la mamlaka ya dola na maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni pamoja na jamii yetu. Nne, ni kuzingatia mahitaji maalum ya watoto, wanawake, wazee na wenye ulemavu katika maendeleo na kuwalinda dhidi ya uovu wanaoweza kutendewa ili waweze kujiendeleza na kushiriki katika shughuli mbalimbali katika ujenzi wa taifa lao. Tano, kuheshimu kazi na shughuli halali za watu binafsi katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi katika kulijenga taifa letu. Sita, kuwa na uongozi ambao unaheshimu watu wake, katiba ya nchi na utawala wa sheria. Saba, kuhakikisha kuwa serikali ya Chauma inasimamia kikamilifu na kuweka mazingira bora na endelevu kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo endelevu. Nane, kutoa kipaumbele na upendeleo wa makusudi kwa wananchi ambao wako nyuma kimaendeleo kutokana na sababu mbalimbali ambazo ziko nje ya uwezo wao na hatimaye kuiwainua katika maisha yao. Na tisa, kuwa na tasnia huru ya habari. 10 ni kuweka mazingira safi na salama, kulinda na kutunza mazingira yetu kwa faida ya kizazi hiki cha sasa na kizazi kijacho. 11 ni kujenga jamii isiyo na ubaguzi wa rangi, dini, kabila, jinsia au kipato. 12 ni kuwa na mahakama huru zenye mamlaka ya kutoa haki kwa wananchi wote bila kujali hali na hadhi zao za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Tumejumuika hapa kuhakikisha kuwa kwa umoja wetu tunajenga taifa la aina hii, na hii ndiyo maana ya chama cha siasa, na hii ndiyo tofauti ya chama cha siasa na kikundi cha wanaharakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati natafakari niende wapi, niliposoma katiba ya chama chetu, nilivutiwa sana na sifa ya kuwa mwanachama wa Chauma ambayo ipo katika ibara ya 10B ya katiba yetu ambayo inasema kuwa ni pamoja, ili uwe mwanachama lazima awe anayeamini uwepo wa Mungu. Naamini sote tuliopo hapa tumevutiwa na sifa hii, na ndio maana tupo hapa. Twendeni tukawatafute wale wote ambao wana sifa hii ili waweze kujiunga na chama hiki kwa maslahi mapana ya taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Karibisha Watanzania wote wajiunge pamoja katika chama hiki ili kwa pamoja tuweze kujenga taifa hili kwa ustawi wa taifa letu. Kipekee kabisa naomba niwakaribishe wanawake wote kujiunga na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapigania mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu. Lakini ilipaswa lazima katika vyama 18 tuchague kimoja, kwa sababu kimoja tulikikataa tangu mwanzoni, nacho ni Chama cha Mapinduzi. Tulisema Chama cha Mapinduzi hapana, kwa sababu bado tuna nguvu, tuna uwezo, tuna sababu ya kupambana nao, tuna sababu ya kushindana nao ili tutimize ndoto za Watanzania za kuona mabadiliko ya kiutawala katika nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni imani yangu mimi na wenzangu wote
tulioungana nanyi tutaendeleza pale ambapo chama hiki tumekikuta kikiwa salama, kikiwa tulivu, kikiwa na maono, na sisi tutayaendeleza maono hayo, tutaendeleza utulivu huo, na tutaendeleza itifaki na falsafa na itikadi ya Chauma kwa nguvu zetu zote, kwa ari zetu yote, na kwa moyo wetu wote. Tumechagua kukataa kuzimisha ndoto na kuzimisha matumaini, imani na matarajio ya Tanzania kwenye mabadiliko. Na ndio maana tunasema tunaendeleza tulipoishia. Kwa sababu ipo safari ambayo kwa miaka mingi kwenye maisha yetu tumeipigania. Yapo matumaini ambayo kwa muda mrefu kwenye maisha yetu ya siasa tumeyapigania. Tumepita kwenye mateso magumu, tumepita kwenye nyakati ngumu. Hatukuwahi kukata tamaa, hatukuwahi kurudi nyuma, hatukuwahi kuogopeshwa, hatukuwahi kurudi nyuma. Ya nini na kwa nini na hasa kwa jambo gani eti leo tukubali kurudi nyuma kwa sababu tu ya vitu ambavyo tangu awali tulijua hivyo ndivyo tunavyopigania katika maisha yetu ya kisiasa?